अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त मैंने आपके सामने पेश करने के लिए Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala bin Nasr al-Aziz anasema kwamba sasa hivi mimi nimechagua riwaya za maswahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na riwaya hizi ni kuhusu ndoto zao na kuhusu ru'ya zao walizoziona. Riwaya ya kwanza ni ya Hadrat Muhammad Fazil Saheb. Yeye anasema huyo anaendelea kueleza matukio mbalimbali wakati alipokuja Qadian na alikaa pamoja na Sayyidina alayhi salatu wasalam. Na baada ya kueleza tukio hili anasema baada ya siku 5-6 nilirudi kutoka Qadian nyumbani kwangu, na baada ya kurudi nyumbani kwangu katika eneo langu nikaanza kufanya mahubiri. Na kwanza kabisa nilimwendea ustadhi wangu na nilimhubiri. Usiku nilimhubiri yeye na mwenzake mwingine Mia Laldin Sab Arai ambaye alikuwa mwenyeji wa Lahore. Niliwahubiri hawa wote wawili, na siku ile ile nilipolala usiku baada ya swala katika ndoto Sayyidina alayhi salatu wasallam alikuja. Sayyidina alayhi salatu wasallam alikuwa amefunga mkanda katika mgongo wake, na kwa mbio akashika mkono wangu wa kulia na akanichukua pamoja naye na akanipeleka katika Madina. Karibu na nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na akanisimamisha pale karibu na nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Sayyidina alayhi salam sikumuona tena katika ndoto yangu, na niliona pale ni nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya udongo. Na kwa kuona nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam nasema kwamba wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakiishi katika nyumba hizi, na upande wa kaskazini wa nyumba zile kuna msikiti moja. Na katika ndoto nasema kwamba huu ni msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kisha nikaamka asubuhi, nilimwelezea Maulvi Sahib yani ustadhi wangu ndoto yangu,
na nikampatia kitabu kitwacho aina kamalat islam, na kisha mimi nikarudi. Baada ya siku 15 Maulvi Saheb alisoma kile kitabu na akaenda Qadian na alirudi baada ya kufanya bayat, na vile vile Mia Lal Din Saheb alifanya bayat, na baada ya kufanya bayat hao wote walirudi. Hazrat Nizamuddin Saheb aliyefanya bayat mwaka 1890 au 91, yeye anaeleza, Hazur anasema kwamba huyu bana aliwahi kumuona Sayyidina alayhi salam kabla ya kufanya bayati yake katika mwaka 1883 au 84. Anasema kwamba mimi nilikuwa bado sijajiunga na jumuiya, nikaswali sala ya alasiri katika msikiti Mubarak, na baada ya kusali sala nilikuwa nashuka katika ngazi ya msikiti, na bado mimi nilikuwa katika ngazi ya msikiti, nikaona watu wawili wenye heshima sana waliovaa nguo nyeupe sana. Wao wakaniuliza, Mirza Saheb anaishi wapi? Sisi tumekuja kwa mbali sana. Nikasema njoo niwaambieni. Wakasema hapana, uje nyuma yetu, ikiwa Mirza Saheb ana uko juu tutamtambua sisi wenyewe. Kwa hiyo nikawafuata wao, wakanitangulia na wakapanda ngazi, na mbele watu walikuwa wamekaa pamoja na Sayyidina alayhi salam, na Sayyidina alayhi salam alikuwa ameua kelemba na alikuwa amekaa katika hali ya kawaida. Na wale wawili walipokwenda juu, mmoja akasema, je, wewe ni Mirza Ghulam Ahmad? Sayyidina alayhi salam akasema ndiyo. Kisha akasema kwamba, je, wewe umedai kwamba wewe ni Masihi aliyeahidiwa? Sayyidina alayhi salam akasema ndiyo. Kisha akasema tena, kwanza na kupeleka ujumbe ya assalamu alaikum kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kisha kutoka kwangu pia na kupeleka ujumbe ya assalamu alaikum. Baada ya kupeleka ujumbe wa salam, akaanza kueleza ndoto yake kwamba nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka mkono wake juu ya bega la Sayyidina alayhi salatu wasalam, na yani Sayyidina alayhi salatu wasalam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweka mkono wake juu ya bega la Sayyidina alayhi salatu wasalam, na akasema, haza Masih, fanyeni bayati yake na pelekeni salamu yangu. Anasema huyu bana Nizamuddin anaeleza riwaya, anasema kwa kusikia hii moyo wangu ulitetemeka sana, na nikafanya dua kwa kulia sana katika msikiti wa Aqsa. Mwenyezi Mungu kwa baraka ya Sayyidina alayhi salam alinipatia baraka, na usiku ule nikaona ndoto, na nikaona ndoto chungu mzima. Nikianza kuandika, nataka nahitaji makaratasi chungu mzima kwa ajili ya kuandika ndoto zangu. Kwa sababu ya ndoto hizi nilipata bahati ya kujiunga na jumuiya, na naeleza ndoto ambayo ilisababisha kujiunga nami, kwamba kuna mto mmoja inaenda kutoka mashariki kwa magharibi, na urefu wake ni maili 1. Maji ni safi sana ya ule mto. Kama mtu mmoja amesema shairi kuhusu maji safi katika lugha ya Kiajemi, maana yake ni kwamba maji ni safi kiasi hiki kama jicho safi au kama moyo safi, ambaye anakuwa na fikira safi kuhusu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yeye anasema kwamba maji ya ule mto ilikuwa safi sana, na nilikuwa sina hofu, na mimi naogelea katika ule mto.
Maulvi Abdullah Kashmiri ambaye alikuwa bado hajajiunga na jumuiya wakati huo, yeye akaniita kwa sauti ya juu, ewe munshiji, ewe babuji, je, wewe unaogelea katika mto huu? Angalia hali ya moyo wako, umekauka sana. Anasema mimi nilikuwa naogelea katika mto na nikasikia sauti hii kwamba moyo umekauka, pamoja na hii kwamba mimi naogelea katika mto, na katika hali hii ya ndoto mimi naona moyo wangu kwamba umekauka. Naruka juu na naweka maji juu ya sehemu ya moyo wangu, lakini naona bado moyo umekauka. Anasema hii ni hali gani bana Maulvi Abdullah? Akasema uangalie upande wa mashariki na uone kule ni nini. Napoona upande wa mashariki kule, naona kuna mto mkubwa sana na kuna daraja juu ya ule mto, na kule kuna nyumba ya Mirza Saheb. Na nikasema mimi siendi kule kwa sababu kule ni nyumba ya Mirza Saheb. Lakini Maulvi Abdullah akasema uende tu kule. Nikasema hapana, mimi sitaenda kule kwa sababu kule ni nyumba ya Mirza Saheb. Kisha Maulvi Abdullah akasema tena kwa sauti ya juu kwamba uende tu kule. Kwa hiyo nikaenda kule kwa kuogelea katika ule mto upande wa mashariki, na nikapita chini ya daraja. Kwa hiyo nikapata sehemu ya kutoka nje katika ule mto, na kwa kusimama pale na kamua maji kwa sababu nililoa. Na katika hali hii, ile sehemu ya moyo ambayo ilikuwa imekauka, nilipoanza kukamua maji pale, nikaona kwamba ile sehemu iliyokauka kule maji inatembea kama chemchem. Na katika hali hii nikaamka. Kwa hiyo siku ile nikafanya bayat, na kwa hiyo nikapata utulivu. Hazrat Khayruddin Saheb, mwana wa Mustaqim Saheb, alifanya bayat mwaka 1906. Anasema niliona ndoto ingine hii kwamba Sinam al-Islam akaswalisha Ijumaa kama ni swala ya Eid. Kwa ajili ya hutuba kuna chumba, akashika Qur'an tukufu na akaenda ndani ya kile chumba, na chumba ni upande wa kulia wa msikiti, na nyuma yake singasinga wanne pia wamefuata, na wale singasinga wamevaa nguo chafu na wameshika silaha pia. Wao pia wakaenda pamoja na Sinam alayhi salatu wasalam katika kile chumba. Ikapita wazo moyoni mwangu kwamba labda hawa watu wanataka kumshambulia Sinam alayhi salatu wasalam, lakini mimi naona Sinam alayhi salam ameketi na ameweka Qur'an tukufu juu ya meza na anasoma Qur'an tukufu, na wale singasinga wanne wanasikiliza Qur'an tukufu. Baada ya muda mfupi wakatoka nje, na wakati huo machozi yalikuwa kitoka katika macho yao, na walikuwa wanafuta machozi yao, na niliwaona kwamba wao wamefanya bayat, wamekuwa wafuasi wa Sinam alayhi salatu wasalam, na wanasema maneno haya pia katika lugha ya Kiajemi kwamba chanda amete ni mangda, yani Sinam alayhi salatu wasalam anaomba haombi mchango bure, yani walikuwa wamejiunga na Sinam alayhi salatu wasalam. Hazrat Maulvi Abdurrahim Nayyar Saheb aliyefanya bayat mwaka 1901, yeye anaeleza mwaka 1902 mimi nilisoma maneno haya, yani utume wangu na unabii wangu. Yani alisoma maandiko ya Sinam alayhi salatu wasalam, na ndani ya yale maandiko alisoma maneno haya, yani utume wangu na unabii wangu. Kwa kuona maneno haya nikapata wasiwasi kwamba kwa nini ameandika maneno haya ya unabii na utume. Kwa hiyo sikuzungumza na mtu yoyote siku 2-3. Baada ya siku 3 niliambiwa kwa kupitia ufunuo kwamba la raiba fi. Baada ya ilham hii nilienda sehemu fulani kwa ajili ya kibarua, na niliendelea kusoma vitabu, na wakati huo alikuwa si mwanajumuiya. Kwa hiyo anasema nilipata bahati ya kusoma vitabu, na mpaka wakati ulifika ya kufanya bayat. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akanileta Qadian. Hazrat Mia Abdur Rashid Saheb alifanya bayat mwaka 1897. Yeye anaeleza
nilifanya bayat kwa kupitia baba yangu, na kwa kupitia ndoto moja nilimwona mtume saa salam katika ndoto yangu kwamba amelala katika kitanda na anaumwa sana, na Sayyidina Ali Islam amesimama karibu na kitanda kama amekuja kumuuliza hali yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimama kwa kuegemea bega la Sayyidina Ali sallallahu wasallam, kisha akaanza kutoa hutuba, na katika hutuba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaeleza kuhusu ukweli wa Sayyidina Ali sallallahu wasallam. Na katika ndoto nilimwona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amepona kabisa na uso wake umejaa na nuru, na nikatoa maelezo ya ndoto yangu ni kwamba kwa kupitia Sayyidina Ali sallallahu wasallam Islam itahuishwa tena. Kwa hivyo kwa kufanya bayat nilijiunga na jumuiya. Hazrat Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Saheb anasema kwamba alifanya bayat mwaka 1903. alikuwa kaka wa Umme Tahir. Anasema umri wangu ulikuwa miaka 7 au 8. Mimi bado nakumbuka vizuri nyumbani kwangu ilielezwa habari hii kwamba mtu mmoja amedai kuwa Masihi aliahidiwa, na yeye ameona katika ndoto kwamba malaika wanapanda miti rangi ya nyeusi, na wanasema kwamba hii ni miti ya tauni, na tauni itaenea duniani, na hii ni dalili ya ukweli wangu. Wakati huo sisi tulikuwa tukiishi katika raia, na baba yangu alikuwa mkurugenzi daktari wa hospitali. Wakati huo niliona ndoto kwamba mtu mmoja amekuja nyumbani na ametoa taarifa kwamba babu anakuja. Kwa hivyo tukaenda nje kwa ajili ya kumpokea. Upande wa mashariki wa ukuta wa hospitali mimi naona kwamba babu anakuja na amevaa kilemba rangi ya kijani, na rangi yake ni rangi ya ngano na nyeupe, na ndevu yake pia ni nyeupe. Wakati huo jua lilikuwa linachomoza, na ananiambia kwa nimekuja kuwasomesheni Qur'an tukufu. Na katika siku zile niliona ndoto hii pia kwamba kuna msikiti wa raia, na katika mlango wa msikiti imeandikwa la ilaha illa Muhammadur Rasulullah, lakini maneno haya la ilaha illa Muhammadur Rasulullah yamefutika kidogo. Sayyidina Ali sallallahu wasallam anakuja na anaingia miskitini. Na mimi pia naingia pamoja naye, na mikeka ya misikiti haikuwekwa vizuri. Sayyidina Ali Islam anarekebisha mikeka, na wakati huo nilikuwa bado sijajiunga na jumuiya, na wakati huo habari hii ilienea sana kwamba Waislamu wamerudi nyuma, na ni karne 13, na katika karne hii Imam Mahdi atakuja, na baada ya Imam Mahdi Isa alayhi salam atakuja. Yani habari hii ilikuwa imeenea katika Waislamu. Anasema mama yangu alikuwa akieleza kwa furaha sana kuhusu habari ya Isa alayhi salam na kusimama Mahdi, na alikuwa akisema hii pia kwamba mwezi na jua pia litapatwa, na tayari imeshapatwa. Kisha anaandika mbele katika riwaya yake, yeye alikuwa mtoto, lakini anasema kwamba labda niliona ndoto kama ni ndoto ya kawaida, lakini watoto na wakubwa walikuwa wakiona ndoto ilikuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na ndoto hizi ilikuwa kama ni habari kutoka mbinguni kwa ajili ya ujaji wa Sayyidina Ali alayhi salam. Sayyid Dr. Abdul Sattar Shah Sahib na familia yake nzima
ilijiunga na jumuiya na walipata maendeleo sana katika imani. Hadhrat Munshi Mahbub Alam Saheb aliyejiunga jumuiya mwaka 1898 yeye anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam aliniambia kwamba waende pamoja na Muhammad Ali Saheb katika nyumba ya wageni. Mimi wakati wa sala ya dhuhuri nitakutana nawe. Kwa hiyo nikaenda katika nyumba ya wageni na chakula kililetwa, nikapumzika kidogo na adhana ya adhuhuri ilitolewa. Na Muhammad Ali Saheb aliwahi kuniambia kwamba ukae katika safu ya kwanza. Kwa hivyo sawa na nasaha yake mimi nikakaa katika safu ya kwanza kabla ya sala. Hazur akaja na swala iliswaliwa. Baada ya swala Hazur akaniona na akasema utakaa siku ngapi? Nikasema nitakaa siku 2-3. Hazur akasema angalau inatakiwa mkae siku 3. Kesho yake wakati wa adhuhuri nikasema nataka kufanya bayat. Sayyidina alayhi wasallam akasema kwamba bado ukae hapa, hujui kuhusu hali yetu, kisha ufanye bayat. Lakini katika usiku wa kwanza katika nyumba ya wageni niliona ndoto, na Hazur anasema alikuwa anapata mwelekeo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wasiokuwa wanajumuiya wanasema kwamba watu walikuwa wakijiunga na jumuiya bila kuwa na mwelekeo wowote, na Sayyidina alayhi salam pia alikuwa akipokea bayat bila wasiwasi yoyote. Lakini Sayyidina alayhi salam alikuwa akipokea bayat sawa na hali ya kila mtu, na alikuwa hapokei bayat mpaka mtu alikuwa akipata utulivu. Anasema katika ndoto nikaona kwamba nuru imeshuka kutoka mbinguni na imeingia katika sikio langu moja na imetoka katika sikio lingine, kisha inaenda huko mbinguni tena. Yani nuru inaingia katika mwili wangu na inatembea katika mwili wangu mzima, kisha katika sikio lingine inatoka na inaenda huko mbinguni. Na katika ile nuru kuna rangi ya aina zote, na rangi ni chungu mzima kiasi hiki kwamba siwezi kuhisabu, na inafanana na upinde wa mvua. Na kwa kuona ile nuru inaonekana kwamba dunia nzima imepata mwanga, na nilikuwa na utulivu ya aina hii kwamba siwezi kueleza. Na asubuhi nilipoamka nikajua kwamba maana yake ni kwamba mimi nitapata sehemu katika baraka ya mbinguni na natakiwa nifanye bayat. Kwa hiyo kesho yake wakati wa sala ya dhuhuri nilimuomba Sayyidina alayhi salam kama nataka kufanya bayat, lakini Sayyidina alayhi salam hakupokea. Na siku ya 3 wakati wa dhuhuri nikaomba tena kwamba nimeshapata utulivu, kwa hiyo tafadhali ipokee bayati yangu. Kwa hivyo Sayyidina alayhi wasallam akapokea bayati yangu kwa kuomba ruhusa, kisha nikaja Lahore. Hadhrat Munshi Mahbub Alam Saheb yeye anaeleza alijiunga na jumuiya mwaka 1898. Yeye anasema kwamba katika mji wa Lahore katika Lahore alikuwa wakili mmoja, jina lake lilikuwa Karim Bakhsh. Alikuwa akimtukana Sayyidina alayhi salatu wasalam. Siku moja wakati wa mjadala akasema, nani anasema Masihi amekufa? Nikasema kwa kumjibu kwamba anathibitisha kwamba Isa alayhi salam amekufa. Kwa hiyo akanichapa kwa nguvu sana, na kwa sababu ya hii nikaanguka na nikazimia. Nilipotoka kutoka kule, kesho yake usiku niliona katika ndoto kwamba kuna kitanda kilichovunjika na Karim Bakhsh amelala juu yake, na chini ya kitanda chake kuna shimo kubwa, na ndani ya ile shimo anaanguka na hana msaada wowote. Asubuhi yake nilimwendea na nikamwambia kwamba katika ndoto mimi nimeambiwa kwamba utadhalilika. Kwa hiyo baada ya siku chache binti yake moja alikuwa mjane akapata ujauzito. Kwa ajili ya kutoa mimba binti yake alifanywa operation, lakini akafa yeye na mtoto wake. Polisi ilipojua habari hii, utafiti ulifanywa na kwa ajili yake alitumia hela kubwa sana.
na alipoteza heshima yake, na kwa sababu ya haya alikuwa hatoki nje ya nyumba yake. Nilipopata taarifa hii nilimwendea na nikamuita akatoka nje ya nyumba yake. Nikasema angalia hali ya upinzani wa Sinam alayhi salam. Yeye kwa kuniona akaanza kunitukana na akaingia tena katika nyumbani kwake. Kwa haya hakupata athari, lakini hakuja tena mbele yangu katika maisha yake yote. Hazuru anasema matukio ya aina hii yanaendelea kutokea katika Pakistan mara kwa mara. Hayaelezwi matukio haya kwa sababu ya hekima fulani, kwa sababu kule hali hairuhusu kwamba matukio haya yaelezwe. Lakini katika Pakistan pia wale wote wale wanamtukana Sinam alayhi salam, wanamfedhehesha Sinam alayhi salam, wanaendelea kukamatwa na Mwenyezi Mungu. Watu wanajumuia wananiandikia habari za watu hawa. Wakati utafika matukio haya yataelezwa, lakini kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, kwa sababu matukio haya imani wanajumuia inaimarika sana. Hadrat Maulana Ghulam Rasul Sahab Rajeki radhiyallahu ta'ala anasema aliyejiunga na jumuiya mwaka 1897 kwa kupitia barua, na baada ya miaka miwili alienda mwenyewe Qadian kwa ajili ya kufanya bayat. Anasema Maulvi Mahmud Sahib mwaka 1897 aliwahi kwenda Qadian, lakini alirudi na wazo la upinzani. Yani alienda Qadian na hakufanya bayat, bali alizidi katika upinzani. Lakini mimi niliona ndoto mara kwa mara, na nilipoona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja Qadian, na kwa sababu ya hii Imamuddin Sahib pia aliathirika. Kwa hiyo mimi na yeye mwaka 1899 tulijiunga na jumuiya. Tulipofika karibu na msikiti wa Mubarak, Maulvi Sahib alikuwa anatangulia na mimi nilikuwa nyuma yake. Nilisikia hii kwamba haitakiwi kwamba tukutane na Sinam alayhi salam bila zawadi. Kwa hiyo nikatoa rupia moja katika mfuko wangu, na Sinam alayhi salam akamwambia Maulvi Sahib kwamba huyu kijana ambaye amesimama nyuma yako umuite. Kwa hiyo kwa kumuona Sinam alayhi salam nikaanza kulia. Sinam alayhi salam alikuwa akiweka mkono wake juu ya bega langu ajili ya kunituliza, lakini niliendelea kulia kwa muda mrefu, kwa sababu niliona katika ndoto Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja Qadian. Na wakati huo kwa sababu ya kukutana na Sinam alayhi salam tulikuwa na hali ya aina fulani. Hadrat Chaudhry Ahmadin Sahib aliyejiunga na jumuiya mwaka 1905, yeye anasema kwamba katika mji wa Rawalpindi, kabla ya kuona vitabu niliona ndoto. Yani kabla ya vitabu Sinam alayhi salam niliona ndoto kwamba kuna kaburi la Hadrat Data Ganj Bakhsh Sahib, na mimi nahisi kwamba ni kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kaburi lile limezungukwa na fensi ya fedha. Mtu mmoja ameshika mkufu wa maua, yeye anaingiza mikono yake ndani ya kaburi na anaweka mkufu wa maua chini ya mwili wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa sababu ya hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoka nje katika lile kaburi kama ni kijana mwenye umri wa miaka 12. Na baada ya kutoka katika lile kaburi, yule kijana kwanza kabisa aliambatania nami, na sura wa yule kijana ilikuwa inafanana na sura ya Sinam alayhi salatu wasalam. Nikasema kwamba namna gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinyume na ahadi anaweza kuja tena duniani, kwa sababu amefariki. Wakati huo nikapata wazo hili kwamba Mirza Sahib ambaye anadai kuwa kivuli cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam labda ni yeye. Kwa hiyo nikaamka. Kwa sababu ya ndoto hii nilipata athari kidogo kuhusu ukweli wa Sinam alayhi salatu wasalam. Hazrat Meher Ghulam Hasan Sahib aliyefanya bayat mwaka 1898-99, yeye anasema kwamba mwaka moja kabla ya bayat niliona katika ndoto, na wakati huo sisi tulikuwa Chakralvi na kabla hii tulikuwa Ahli Hadith. Katika mtaa
wetu mwanajumuiya moja akaja, tukamzuia kuchota maji na kusali swala katika misikiti wetu, kwa sababu tulikuwa na imani kwamba yeye toka nje katika Islam. Anasema katika ndoto nikaona kwamba upande wa magharibi wa kisima chetu kuna nyumba ya mapadri wa Marekani, na kuna njia, na njiani mtu mmoja amesimama na anarusha mwewe. Na muona mtu yule ambaye alikuwa na rusha mwewe na mtu mwingine pia, kwa sababu walikuwa watu wawili pale. Katika hali hii nikaona kwamba katika nyumba ile kuna jokwaa yenye maredadi sana, na juu ya ile jokwaa kuna mtoto mmoja mzuri amekaa na anapiga boya, na ile jokwaa inaruka angani, na mzee alikuwa anarusha mwewe, akarusha mwewe upande wa yule kijana mpaka mwewe iligusa kichwa cha yule kijana, na kwa sababu ya kugusa kwake moshi ilitoka na jokwaa ilipotea, na yule kijana pia ilipotea. Kwanza uso wa yule kijana ilikuwa nyeusi, kisha ilibaki moshi tu. Kisha baadaye Maulvi Khairuddin Sahin nilimuelezea ndoto yangu hii katika msikiti wa Kabutrawala. Akasema hii ni wazo lako, hakuna ndoto ya kweli. Yeye anaeleza ndoto yake nyingine kwamba nikaona katika ndoto kwamba mimi na ndugu yangu tumeenda sokoni, na mji mzima ilikuwa wa mabaniani. Tulisikia mtu mmoja anasoma Qur'an tukufu. Tuliporudi tulimkuta bado alikuwa anasoma Qur'an tukufu. Nikapata wazo moyoni kwamba huyu mtu ni Muislamu na ni shujaa sana, ambaye anasoma Qur'an tukufu katika mji wa mabaniani. Baada ya bayat nilipoona picha ya Sinama alayhi salam, nikajua kwamba huyu ni mtu ambaye alikuwa anarusha mwewe katika ndoto yangu ya kwanza, na katika ndoto ya pili ni yule mtu ambaye alikuwa anasoma Qur'an tukufu. Hadrat Meher Ghulam Hasan Sahib aliyefanya bayat mwaka 1898 anasema kwamba safari moja nilienda Qadian. Sinama alayhi salam akasema kwamba hali ya tauni ikoje huko Sialkot. Nikaeleza habari ya tauni, na pamoja na hii nikaeleza ndoto yangu kwamba katika ndoto niliona kwamba nyumba yetu imezingirwa na polisi ambao walishika banduk. Sinama alayhi salam akasema nyumba yako itasalimika katika tauni na Mungu atakulinda. Kwa hivyo wao walisalimika katika tauni. Hadhrat Sheikh Ata Muhammad Sahib yeye anaeleza riwaya yake kwamba baada ya kuzaliwa kwa mtoto wangu Abdul Haq nilikuja Qadian, na katika msikiti wa Mubarak katika ndoto niliona kwamba Sinama alayhi salam anatembea msikitini na sunduku imewekwa msikitini. Sinama alayhi salam akaandika jina langu kwa wino nyekundu katika kitabu, na akasema umwambie Babu Fathuddin kwamba mwaka huu tarehe 13 wa Desemba mkutano wa mwaka hautafanyika. Na wakati huo msikiti ulikuwa si mkubwa sana, na katika ndoto niliona kwamba wakurugenzi wa ardhi 7 wamekaa karibu na msikiti, na Hazur ameniita katika hawa 7. Na nilipouliza maelezo ya ndoto hii ni nini, Sinama alayhi salam akasema kwamba wakurugenzi wa ardhi 7 watajiunga na jumuiya. Hadhrat Mala Ghulam Hussain Sahib Muhajir aliyefanya bayat mwaka 1891 anasema kwamba katika Rohtas kwa kupitia ndugu yetu Gulabdin tulikuwa tukisikia vitabu, alikuwa akitusomea vitabu na sisi tulikuwa mashia. Alikuwa akisoma Miratul Ashikin, na baadhi wakati huyu ndugu alikuwa akitusomea vitabu vya mafukara na Imam Ghazali. Siku moja akasema kwamba Siraju Salikin kitabu cha Imam Ghazali angezaliwa siku hizi, na sisi hata tungelazimika kutembea maili 300-400 lazima tutamwendea. Kwa bahati vitabu viwili vya Sinama alayhi salam, Tozia Maram na Ushindi wa Islam, vilitufikia. Baba Kutubuddin alituletea vitabu hivi, na yeye aliona ndoto kwamba ameenda Sialkot na amekutana na Sinama alayhi salam. Kwa hiyo akaamua kwamba lazima ataenda Sialkot, na kadri aliona katika ndoto mawazi na alimuona Sinama alayhi salam, alimkuta vile vile Sinama alayhi salam, na wakati wa kurudi alileta vitabu viwili na alikutana na Mulshi Gulabdin,
na kwa kumpatia vitabu akasema mimi naenda kumuona binti yangu na unayo siku 2, kwa hiyo unaweza kusoma vitabu hivi. Yani akasema mimi nasafiri, kwa hiyo ubaki na vitabu hivi. Kwa hivyo Muchisab akatusomea vile vitabu viwili, na baada ya kusoma akasema kwamba vitabu hivi ni bora zaidi kuliko vitabu vya Sheikh Imam Ghazali na Sheikh Attar, kwa sababu alikuwa akisoma vitabu vyao. Kwa kusoma vitabu vya Sayyidina al-Islam akasema kwamba maandiko haya ni bora zaidi kuliko vitabu vya Sheikh Ghazali. Siku zile Sayyidina al-Islam alitoa tangazo la bayat. Mimi na Mushrik Gulabuddin Saheb na Mia Ladata Saheb, sisi watatu tukaandika barua ya bayat, na ilikuwa labda mwaka 1891 alipotusomea vitabu vyote. Nikasema kwamba uliahidi kwamba tukipata mtu aina hii hata tukilazimika kutembea maili 400 lazima tutaenda. Tumeshafanya bayat na mkutano wa mwaka 1891 unakaribia, twende tukahudhurie mkutano wa mwaka na tumuone Sayyidina al-Islam. Kwa hiyo tukaamua sisi wote watatu kama tutaenda kule, na mimi nilikuwa nikifanya dukani mbali maili kama 5-6 kutoka kile kijiji, na tukaamua kwamba sisi sote tutaenda pamoja, lakini wale wawili wakatangulia, na kule katika station ya Kiriala wala wakaenda kule, na mimi nilipanda gari kutoka Jehlam na Kirala. Tulikutana sote watatu na tulikula chakula, na watu wakasema gari itaondoka saa 12 usiku. Kwa hiyo tukatembea kidogo kule mji, na jioni tukakata tiketi ya Batala, na usiku tukafika Batala, na tukafika katika nyumba moja, na kule kulikuwa hakuna kitanda na kulikuwa uchafu. Hatukupenda kulala kule, tukafika katika msikiti wa mji na tukalala pale. Na kwa bahati ule msikiti ulikuwa msikiti wa Mwalimu Muhammad Hassan Batalwi. Baada ya swala ya alfajiri mwalimu akatuuliza kwamba wageni wamekuja kutoka wapi. Tukamwambia Munshi Gulabuddin Saheb kwamba wewe ni msomi, kwa hiyo uzungumze na Mwalimu Muhammad Hassan Batalwi. Akasema kwamba sisi tumekuja kutoka Jehlam. Mwalimu Muhammad Hassan kwa kutuona wageni akatupatia tamu na akatuuliza kwamba umekuja kufanya nini hapa. Munshi Saheb akasema kwamba Mirza Saheb amedai kuwa Masihi na sisi tunaenda kuhudhuria mkutano wa mwaka. Anasema jambo moja limebaki kueleza hapa, kwamba Munshi Saheb alipotusomea vitabu bai Alladhi Tasahib kwamba Mirza Saheb anayesema kwamba Masihi amekufa na mimi nimekuja badala yake, si jambo la kawaida. Na anaiandika maneno haya, si mtu wa kawaida ambaye anaondoa kosa la muda mrefu. Anasema sisi tulikuwa pale katika msikiti wa Muhammad Hussain, yeye akasema kwamba je, mwenda wazimu? Ikiwa Mirza Sahib angekuwa mkweli lazima mimi ningeenda na ningefanya bayat, kwa sababu mimi ni msomi na mimi namfahamu vizuri. Yeye amefungua duka na haitaendelea na atapoteza hela yake bure. Kwa hiyo kwa kusikia hii wenzangu wakakaa kimya. Mimi nikasema kwamba tayari tumeshatumia hela, lazima sasa tutaenda kule Qadian. Yeye akatupatia chakula, na baada ya kula chakula sisi tukaenda Qadian kwa miguu. Tulipofika Qadian mkutano ulikuwa umeshaanza, watu 25 walikuwa wanahudhuria, na jukwaa iliwekwa na pilau ilipikwa, na tukala pilau na tamu, na Dr. Abdul Hakim alitupatia malazi. Tukalala pale. Asubuhi saa 4 tena tukaenda kuhudhuria mkutano. Sayyidina al-Islam akaja, na wazuri alikuwa akiwa kofia ya Rum, au baadhi wakati alikuwa akiwa kilemba juu ya ile kofia, na kofia ilikuwa ikionekana katika kilemba chake. Sayyidina al-Islam aliposimama jukwani, nikamwambia wenzangu kwamba angalieni, mtu mwenye nuru wa aina hii anaweza kupatikana. Tungemkubali maneno ya Mwalimu Muhammad Hussain Batalwi, tusingepata bahati hii ya kumuona Sayyidina al-Islam. Hakim Abdus Samad Saheb anaeleza habari
ya kumuona Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Alifanya bayat mwaka 1905. Sayyidina Ali sallam alisema katika hutuba kwamba Mwenyezi Mungu amenituma kwa kuwa Masihi aliahidiwa. Watu ambao kwa sababu ya kutokuwa na elimu hawawezi kuamua, wao wasome dua hii kwa wingi sana, ambayo inasomwa katika swala, yani idhna siratal mustaqima siratal lazina an'amta alaihim. Wasome dua hii wakati wa kutembea, wakati wa kukaa na wakati wa kusimama, na Mwenyezi Mungu atadhihirisha haki juu yao. Anasema mimi nikaanza kusoma dua hii wakati huo huo. Baada ya siku chache niliona kwamba katika ndoto nimeona kwamba nipo katika msikiti wa mtaa wangu. Sayyidina Ali salam amekuja kule, mimi nataka kupeana mkono, lakini shekhe moja kipofu akanizuia. Nilitaka kupeana mkono kwa upande mwingine, lakini alinizuia kule pia, na upande wa tatu pia nilipojaribu tena akanizuia. Kwa hiyo nikapata hasira, kwa hiyo nikataka kumpiga. Sayyidina Ali salam akasema usipate hasira, usimpige. Nikasema Hazur, nataka kupeana mkono nawe, lakini huyu shekhe kipofu ananizuia. Na katika hali hii nikaamka asubuhi. Mir Qasim sahib na Mir Mahbub Ahmad sahib na Qadir Baksh sahib niliwaelezea ndoto yangu hii. Mir sahib akasema kwamba umandikie ndoto yako hii kwa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, na chini yake uandike kwamba mimi naandika bayati hii kama ni bayati yangu. Kwa hiyo nikaandika. Mauli Mahbub anasema alikuwa si mwanajumuiya, akasema kwamba wewe hujui tabia ya baba yako, ni mkali sana, hata kuruhusu kwamba uishi nyumbani kwake. Nikasema mimi sijali kuhusu baba yangu. Kwa hiyo Huzur akakubali bayati yangu, na niliandikiwa kwamba bayati yako imekubaliwa. Hata mtu unatukanwa usijibu matukano haya. Huzur anasema haya ni matukio kadhaa nilioeleza mbele yenu. Mwenyezi Mungu ajalie vizazi vya wazee hawa waendelee kubaki na jumuiya kwa imani sana, na kila mmoja wetu Mwenyezi Mungu atujalie sisi tupate maendeleo katika imani yetu. Siku hizi katika Qadian maandalizi ya mkutano wa mwaka yanafanywa. Kesho mkutano mwaka utaanza. Fanyeni maombi kwamba Mwenyezi Mungu afanikishe mkutano wa mwaka kwa upande zote, na wahudhuriaji wote wapate baraka na faida sana kwa kupitia mkutano huu wa mwaka. Nawaambia wageni pia ambao wameenda katika nchi mbalimbali, takriban katika nchi 21-22 wameshaenda kule kuhudhuria mkutano wa mwaka. Nawaambia hawa wote wahudhuriaji kwamba watekeleze lengo la safari yao, na wafanye maombi sana, na wafanye maombi mahali ambapo Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alifanya maombi. Wakipata nafasi ya kufanya maombi pale, basi lazima wafanye maombi, na wafanye maombi sana kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya. Wafanye maombi kwa kusalimika katika shari ya maadui, na wanatakiwa wafanye maombi haya haswa. Vile vile fanyeni maombi kwa ajili ya umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu awaongoze na awaelekeze njia iliyonyoka, ili waweze kumpokea imamu wa zama hii. Hali kadhalika siku hizi hali ya nchi za Waislamu ni mbaya sana, hasusan nchi za Arabuni, na hasusan hali ya Syria si nzuri. Wahamadia wa kule wananiandikia kwamba hali ni mbaya kiasi hiki kwamba watu wanaishi nje hawawezi kujua hali ikoje. Kwa hiyo mnatakiwa mwakumbuke hawa ndugu katika maombi yenu, mwakumbuke watu wote na hasusan wanajumuiya. Mwenyezi Mungu awalinde hawa ndugu wote katika kila shida na katika kila usumbufu. Mwenyezi Mungu awaongoze viongozi wa nchi na wananchi pia ambao wanapigana wenyewe kwa wenyewe, badala ya kupigana waweze kurekebisha hali yao kwa mazungumzo.
kwa sababu ya hali hii wagaidi na maadui wa islam wote wanapata faida, na kwa sababu ya hii hali inaendelea kuwa mbaya zaidi. Mwenyezi Mungu awangamize makundi haya mawili pia, ili washindwe katika mpango wa kudhalilisha islam, na vile vile kwa kutimia jina la islam mipango wanaofanya wao washindwe katika mpango wao, na uso mzuri wa islam ambao jumuiya inaeleza dunia iweze kuona vizuri. Mwenyezi Mungu aiweke baraka katika nia zetu na katika juhudi yetu, na tuweze kuiona dunia nzima chini ya bendera ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo katika siku za mkutano wahudhuriaji ambao wameenda kule, wao wanatakiwa wazingatie maombi haya. Pamoja na hii, baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza 3. Jeneza ya kwanza ni ya Professor Bashir Ahmad Chaudhry Saheb. Alikuwa mwana wa Chaudhry Sirajuddin Saheb wa Lahore. Tarehe 2 wa November, baada ya kupata marazi ndefu katika umri wa miaka 68 amefariki, na lillahi na ilaihi rajiun. Tarehe 28 wa Mai 2010 alikuwa katika msikiti wa Nur Model Town, ambapo alipigwa risasi 5, na katika mkono wa kulia na mguu wa kulia alipigwa risasi. Mwaka 1.5 aliendelea kupata matibabu. Alipata shida sana katika hali hii ya maradhi, lakini kwa subra sana aliishi na hakuleta malalamiko yoyote juu ya ulimi wake. Alipona kidogo, alianza kutembea, lakini kudra ya Mwenyezi Mungu ilishinda. Alikuwa msaliaji sana na alikuwa akipenda sana Qur'ani tukufu. Alikuwa mnyenyekevu sana. Katika kazi ya jumuiya alikuwa akitoa huduma zake, na alikuwa akipenda sana nidhamu ya uhalifa. Alifanya masters katika economics na katika lugha ya Kiingereza, na alikuwa professor katika chuo cha Punjab, na vile vile alikuwa advisor. Aliandika vitabu 6 vya Kiingereza ambavyo vinasomeshwa katika shule. Alikuwa mshairi pia wa lugha ya Kiingereza. Katika wilaya yake, katika idara ya wakfeno na talim, alitoa huduma zake. Katika Gulberg, nyumba yake miaka 20 ilitumika kwa ajili ya swala. Katika michango alikuwa akishiriki. Ameacha mke, mabinti 5 na watoto wa kiume 2. Mwenyezi Mungu awapatie subra na aiweke roho ya marehemu mahala pema. Jeneza ya pili ni ya Babar Ali Saheb. Tarehe 17 wa Desemba 2012 amefariki katika umri wa miaka 30. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hazur anasema hii pia ni ushahidi. Pamoja na bana Abdul Qadir Saheb alienda kutembelea jumuiya. Kwa sababu hii ilitokea katika kazi ya jumuiya, kwa hivyo yeye pia ni shahid. Baada ya kutembelea jamaat saa 1 jioni alikuwa narudi, na barabara ilikuwa ndogo, na alikuwa juu ya pikipiki, kwa hiyo iligongwa na tractor. Na kwa sababu ya ajali hii Sheikh Abdul Qadir Saheb na bana Babar Ali walijeruhiwa sana, na mahali ambapo ajali ilitokea ilikuwa jangwa. Watu walipoona wamejeruhiwa walifahamisha polisi, walipelekwa hospitalini, lakini Babar Ali Saheb kwa sababu ya majeraha alifariki njiani. Marehemu alikuwa mtu mwema sana na alikuwa mtiifu sana. Alitoa wakfu maisha yake. Alifanya kazi ya kuweka dish kwa ajili ya MTA kwa moyo sana. Baba yake alifariki katika utoto wake. Ameacha mama mzee na
na dada. Mwenyezi Mungu amjalie. Mama yake Subra marehemu alikuwa Musi, amezikwa katika Bahishti Makbara Qadian. Abdul Qadir Sahib pia amejeruhiwa, fanyeni maombi kwa ajili yake. Mwenyezi Mungu amjalie afya njema. Jeneza ya 3 ni ya Rubina Muzaffar Sahiba ambaye alikuwa Mirza Muzaffar, mke wa Mirza Muzaffar Ahmad Sahib shahid. Tarehe 3 wa Desember baada ya kupata maradhi ya kansa miaka 2 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarehe 28 wa Mai mume wake aliuawa katika msikiti wa Darul Zikr. Alionyesha subra sana wakati wa msiba huu. Maiti ya mume wake ilipoletwa nyumbani kwake, alikuwa anatamka kwamba asilie mtu yeyote kwa sababu ya ushahidi wa mume wake. Yote alikuwa analia, alikuwa anamzuia. Kila mmoja anatakiwa awe radhi kwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Alikuwa anatoa machozi, lakini alionyesha subra sana. Pamoja na baba yake aliwahi kuishi katika Sierra Leone pia kwa muda mfupi. Baada ya kuolewa kwake mwaka 1988 alienda pamoja na mume wake Japan. Kule aliwahi kuwa Secretary Islah Shad katika Tokyo, na aliendelea kutoa huduma za jumuiya. Aliendelea kutoa huduma zake na alishiriki katika mipango ya mahubiri, na alikuwa akishiriki katika mipango ya michango, na alikuwa akitoa jewelry yake, dhahabu yake katika mchango. 2004 walirudi kutoka Japan, Pakistan, na kule pia alipata bahati ya kutoa huduma katika idara ya Lajna. Alikuwa naib secretary Qiyadat Halka Nur, na alikuwa akipenda sana uhalifa. Alikuwa akisikia hutuba katika MTN, alikuwa akiandika points, kisha alikuwa akieleza points zile kwa watu wengine, wanawake wengine. Alipata maradhi kwa muda mrefu, lakini hakuleta maneno ya malalamiko juu ya ulimi wake. Alipokuwa akipokea zawadi katika sura ya hela, na alikuwa akitoa mchango juu yake. Ndugu yake alikuwa katibu wa fedha, alikuwa akisema kwamba utoe mchango mara moja kwa mwezi, lakini alikuwa akisema kwamba kila mara nikipata kipato lazima nitoe mchango ili nisiahirishe majukumu yangu. Baada ya kuugua muda mrefu 2011 alikuja kuhudhuria mkutano wa mwaka hapa. Alikuwa hana watoto. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.